Qala Sawi, amesema mwanawachuoni Sawi, hadha takhti'atun lihatibi fi ra'yihi, aya hii inaonyesha kukosea alikokufanya Hatib ibn Abi Balta kwenye ile rai yake iliyomsukuma aandike barua. Hawa ndugu zetu, lakini tunakaa nao vizuri, wanatutunzia vyetu, wanafanya hivi, na wakivamiwa kijeshi patapatikana madhara. Rai yake ya akili ilimpelekea hivyo. Kaambiwa hakuwa na rai nzuri, hakufikiri sawa sawa. Kaanahu qala, kama kwamba kasema Allah subhanahu wa ta'ala, la tahmilannakum qarabatukum wa auladukum alladhina bimakka, isiwapelekeshe undugu wenu au watoto wenu ambao wako Maka, hawajataka kusilimu bado. Msizingatie ule undugu wenu na ndugu zenu au watoto wenu, damu zenu zilizoko Maka ambazo hazijataka kupatana na Mola wao muumba. Ala khiyanati rasulillahi, kwa kuzingatia we mapenzi na ndugu zako, we mapenzi na wanao, ukamfanyia khiana mtume wa Mungu. Hicho tu kitu kimoja. Mtume ana jambo lake mwenyewe la kimkakati, ni kiongozi, anapanga mambo ya kheri ya umma mzima. Unataka kumkwaza mtume kwa sababu ya wanao ambao ni makafiri, kwa sababu ya ndugu zako ambao ni makafiri. Sasa uwape wale excess ya kumdhuru mtume wa Mungu, akwamishe kazi na juhudi zake za kupigania dini kwa sababu ya wanao. Imefahamika eh? Unachokifanya kwa kuzingatia uzito wa damu yako, uzito wa ndugu zako, ni kumkwaza mtume wa Mungu na waumini walio pamoja naye. Kwa hiyo wewe umemsaliti mtume na waumini na dini yao kwa ujumla, ambao wewe unasema umeikubali kwa sababu ya wanao, kwa sababu ya ndugu zako ambao ni makafiri. Kama wangelikuwa wale wanao wako upande huu, wana haki ya kulindwa kwa sababu ya imani yao. Imani yao ndo imani yenu, lakini makafiri. Kwa hiyo isikuchukueni mahusiano yenu na ndugu zenu na wenenu ambao ni makafiri, mukamsaliti na kumfanyia khiana mtume wa Allah na waumini walioungana naye kwa ujumla. Wa naqla akhbarihim wa muwalatu aadaihim, msifanye kuchukua habari za mtume na za waumini kwa ujumla mkazipeleka kwa maadui wa Mungu na mtume na waumini. Mapenzi yenu na makafiri isiyo ni sababu ya kukwaza dini ya Mungu, kumkwaza mtume wa Mungu, au kukwaza kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu, kwa sababu hicho mnachokifanya ni kipaumbele chenu cha undugu wenu, la tanfa'ukumul arhamu wala al-aulad, undugu wenu na jamaa zenu wala watoto wenu haitokuwa na manufaa yoyote siku ya kiyama. Alladhina, hawa ndugu na watoto ambao asaitumullah min ajlihim, hapa munamuasi Allah kwa ajili ya wanenu, munamuasi Allah kwa ajili ya ndugu zenu na jamaa zenu. Hawa ndugu na jamaa ambao ni makafiri hawaji kuwasaidia chochote siku ya kiyama. Yaumal qiyamati yafsilu bainakum, siku ya kiyama Allah atakuja kupambanua baina yenu. Ulimpenda ndugu yako, lakini anaenda motoni na huwezi kumnasua, huwezi kumtetea, huwezi kumuokoa. Unampenda mwanao, lakini anaenda motoni na unamuona kesha hukumiwa, huwezi kumuombea, huwezi kumtetea. Siku ya kiyama Allah atakuja kukupambanueni. Fi dhalika al-yawm al-asib, kwenye hiyo siku ambayo ni ngumu huko mbele, siku ya kiyama, yahkumu Allahu baina al-mu'minina wal-kafirin, Allah atakuja kuhukumu baina ya waumini na makafiri. Kwa hiyo wewe amua tu, kama unakaa upande wa waumini, kaa upande wa waumini, utulie. Ukisema siwezi kuhamisi ndugu zangu, nenda kwa ndugu zako huku, usilete usaliti. Chagua kumoja. Kama hujafanya maamuzi leo, siku ya kiyama Allah anaenda kuwabagua na kuwatenganisha.
fayudkhilul mu'minina jannatin na'im, siku ya kiyama Allah atawaingiza waumini wa kweli kwenye pepo yenye neema. Wayudkhilul mujrimina darakatil jahim, na waliofanya jarima hapa duniani Allah atakwenda kuwatia kwenye darakati za motoni, na huwezi kuwaombea. Ukifanikiwa kuwa wewe katika upande wa waumini na ukafanikiwa kwenda peponi, hawa uliowapenda madamu hawakuikubali imani, huwezi kuwasaidia. Mahusiano yenu wewe na wao hayatokuwa na msaada wowote, kama alivyosema Allah katika suratul Mu'minun, fa idha nufikha fi suri, likishapulizwa lile baragumu la kufufuliwa watu kutoka makaburini, fala ansaba bainahum yaumaidhin wala yatasaalun, hapatozingatiwa nasabu baina yao watu siku ile, wala wao wenye nasabu wenyewe hawatotafutana. Hakuna baba atakayesema nitafutieni wanangu, au mtoto asema baba yangu yuko wapi, hamtafuti baba yake. La ansaba bainahum yaumaidhin, hapazingatiwi nasabu baina yao siku ya kufufuliwa. Wala yatasaalun, wala wao wenyewe watu hawatoulizana siku hiyo, hawatotafutana siku hiyo. Kila mmoja anaangalia hukumu yake mwenyewe kwa yale ambayo kwenye dunia yake alifanya. Aliyoyafanya hapa ndo amali zake, anapimiwa hizo na analipwa. Faman thaqulat mawazinuhu, yule yote ambaye itakuwa mizani ya mema yake ni nzito, faulaika humul muflihun, hao ndio watakaokuwa wamefanikiwa. Hasa kuonywa usifanye jambo kama hili la kumpenda huyu ni kwa sababu ya kheri yako mwenyewe. Utakapofanya tofauti, huu uzito wa mema yako unaopunguza wewe mwenyewe. Watakao kwenda kupimiwa amali zao njema zikawa nzito kwenye mizani, hawa ndio waliofanikiwa. Waman khaffat mawazinuhu, na wale ambao baada ya kupimiwa mema yao yatakuwa ni hafifu kwenye mizani, faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun, hawa ndio waliozitia nafsi zao kwenye hasara. Wamefanya biashara lakini wakala hasara, hawakupata faida. Fama rabihat tijaratuhum, na watakuwa kwenye moto wa jahannam milele. Wallahu bima ta'maluna basirun, aya imemalizia kwa kusema Allah anayaona yote ambayo hapa duniani mnafanya. Muwe makini na hayo mambo mnayoyafanya pale mnapoyafanya. Chochote unachokifanya ni amali yako hiyo, itakuwa ni ya kheri au ya shari. Kama unakusudia iwe ya kheri, unatakiwa uwe makini, uhakikishe unaifanya kheri hiyo kwa kiwango cha hali ya juu ya ufanisi. Ni amali yako, utakuja kulipwa mwenyewe. Kadiri itakavyokuwa nzuri, thamani yake itakuwa kubwa, utakuja kufurahi wewe siku ukilipwa. Lakini amali yako unaifanya unaiharibu, inapoteza thamani, hii hasara itakuja kuwa yako mwenyewe siku ya malipo. Allah kamalizia aya kwa kusema wallahu bima ta'maluna basiru. Mpo duniani mnafanya mambo mbalimbali, lakini msighafilike, msisahau kujua kwamba Allah anayaona yote mnayoyafanya. Ai maana yake wallahu muttali'un ala jami' a'malikum, Allah anayaona matendo yenu yote mnayoyafanya. Fayujazikum alaiha, atakuja kukulipeni kwa mujibu wa haya mnayoyafanya leo hapa. Kwa hiyo kaonya kitu kizingatiwe, na kasema kisije kikarudiwa tena na mtu yeyote kitu kama hichi, kama kweli mmemwamini Allah na mnaamini siku ya mwisho. Mnatakiwa muwe na umakini kwenye mambo kama haya. Kutokana na muda, inshallah tutaishia hapa kwenye aya hii ya 3 kwa leo, inatosha. Narudia tena mara moja. Bismillahirrahmanirrahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliyaa, musiwafanye maadui zangu ambao pia ni maadui zenu wapenzi, marafiki. Tulquna ilaihim bilmawadda, munajitupa kabisa kwao kwa mapenzi, mnawapenda sana. Maadui wa Allah na maadui zenu munawapenda. Yani unampendaje adui yako?
Waqad kafaru bima ja'akum min alhaqi, munawapenda wakati wameyakufuru yaliyowajia nyinyi katika haki. Haki mlioletewa nyinyi mkaikubali, wao wameikataa. Sasa unampendaje mtu kama huyo? Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum, tena watu hawa wamemtoa mtume mjini kwake na wamekutoeni na nyinyi mjini kwenu mnapopapenda. Kosa an tu'minu billahi rabbikum, hawataki mumuamini Allah mola wenu. Yeye hataki wewe uwe ni muumini, kwa hiyo kabaki na ukafiri wake, lakini wewe pamoja na ukafiri wake unampenda tu, huoni usikii. Musifanye hivyo. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtighaa mardati, ikiwa kweli kilichokutoeni Maka kuja hapa Madina mmetoka kwa kupigania dini yangu, na mmetoka kule kuja hapa kwa kutafuta radhi zangu ili mimi niwe radhi na nyinyi, sitaki mfanye hivyo. Msifanye urafiki nao, hata kama wanenu, hata kama baba zenu. Sitaki muwe na urafiki nao, kwa sababu wale ni maadui zangu na pia nyinyi ni maadui zenu. Msifanye urafiki nao. In kuntum kharajtum jihada, ikiwa nyinyi mmetoka kule kwa ajili ya jihadi, fi sabili, kuipigania dini yangu, wabtighaa mardati, na kwa kutafuta radhi zangu ili mimi niwe radhi na nyinyi, sitaki kuona mna mahusiano na wale watu. Tusiruna ilaihim bil mawadda, munafanya nao siri kwa sababu ya mapenzi, mnawapenda, munavujisha siri za huku kuwapelekea. Wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum, mnafanya hivyo hali ya kuwa mimi sipitwi na jambo, sifichiwi jambo, najua mnayoyaficha na mnayoyadhihirisha. Wa man yaf'alhu minkum, ole wenu yoyote kati yenu atakayefanya jambo hili tena, faqad dhalla sawa'a sabil, ameshapotea njia ya sawa sawa. Haisabiwi kuwa kapatia, haisabiwi kuwa yuko sawa. In yathqafukum, kama hamjui, hawa makafiri wakikushindeni kwenye vita yenu hii, wakakaa juu kimadaraka, wakakutawalieni, yakunu lakum aadaa, watadhihirisha uadui kwenu. Toka hapo sasa hivi wanao uadui dhidi yenu, lakini hamjauona bado, hamuwajui hawa watu sura yao ya pili. In yathqafukum, wakishinda vita hivyo wakakukalieni juu kiutawala, yakunu lakum aadaa, watakuwa ni maadui zenu, hawatokutizameni kwa kheri, hawatokutendeeni haki. Wayabsutu ilaikum aidiyahum wa alsinatahum bisui, watakuwa na tabia ya kukunyosheni mikono yao na ndimi zao kwa uovu. Mikono itapiga, itaua, ndo matumizi ya nguvu, na ndimi zitakuwa zinakutukaneni na kuwashutumu kila siku. Hamna la kheri mtakalolifanya kwa hawa watu. Wawaddu lau takfurun, kubwa zaidi wanataka wakutoeni kwenye hiyo imani yenu ya dini, wanatamani mkufuru. Hawataki kuona mnamwabudu Mungu mmoja peke yake, wanatamani mkufuru. Sasa kama kinachowasumbua ni undugu wenu, Allah anasema lan tanfa'akum arhamukum, uvyawa wenu hautokuwa na manufaa baadaye. Wala auladukum, wala hawatokunufaisheni watoto wenu baadaye, ikiwa wao ni makafiri na nyinyi waumini. Huu uhusiano wenu wa aina hii mbele ya safari huko hauna manufaa yoyote. Yaumal qiyamati yafsilu bainakum, leo mmeshikana, hampendi kukosana, lakini siku ya kiyama Allah atakuja kukutenganisheni baina yenu. Wakulia wataenda kulia na wakushoto wataenda kushoto, na hakuna anaye uwezo wa kumnusuru mwenziwe siku hiyo. Wallahu bima ta'maluna basirun, na Allah anayaona yote ambayo sasa hivi hapa duniani penu mnafanya. Nadhani imefahamika. Tumesoma aya 3 hizo, inatosha kwa leo. Wallahu a'lamu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.